السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko kwenye aya ya 13 katika suratul Hujurat, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asituambia kwa kuwanadia watu, baada ya kuanza sura kwa kuwanadia waumini. Ya ayuhan nasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumewaumba nyinyi kutokamana na mume na mke. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila, tukawafanya nyinyi mataifa na makabila, mataifa mbalimbali na makabila tofauti. Litaarafu, ili mupate kujuana. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mtukufu wenu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu ni mcha Mungu wenu. Inna Allaha alimun khabir, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi, Mwenyezi Mungu mwenye habari. Ni aya ya 13 katika suratul Hujurat, ikitufunza sisi adabu zote ambazo zatakiwa tusimame nazo kupitia kwa hii sura kamili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa khutba Mina katikati mwa siku zile za at-tashrik, ayamu tashrik. Mtume akiwa juu ya mnyama wake, katika khutba aliyoitoa alianza kwa ya ayuhan nas, ambapo hii aya imeanza kwa ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Kama mtume kututafsiria haya aliyosema Mwenyezi Mungu bayana yake, akasema ya ayuhan nasu, enyi watu, ala, jueni na kufahamu, inna rabbakum wahidun, hakika Mola wenu ni mmoja. Wa inna abakum wahidun, na baba yenu ni mmoja. Ala, jueni na kufahamu, la fadla li arabiyin ala ajami, hakuna fadla kwa Mwarabu kwa asiyekuwa Mwarabu, wala ajamiyin ala arabi, wala asiyekuwa Mwarabu Mwajemi juu ya Mwarabu, wala li aswadin ala ahmarin, wala hapana fadla kwa mweusi juu ya mwekundu, wala li ahmarin ala aswadin, wala mwekundu juu ya mweusi, illa bitaqwa, isipokuwa kwa uchamungu. Uchamungu ndio kipimo. Ala, kisha mtume asema jueni na kufahamu,
hal ballaghtu, je nimefikisha? Yani haya aliyoeleza, kisha mtume kauliza, je nimeyafikisha? Qalu na'am, masahaba akasema ndio umefikisha. Qala, kisha mtume kasema, liyuballigha shahidul ghaiba, basi aloshuhudia kikao hiki, aloshuhudia khutba hii, amfikishie ambaye hakuweko. Yule aloweko kwenye haya ninayoyasema ayafikishe kwa mtu ambaye hakuweko. Haya mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha akiwa Mina fi wasati ayami tashrik ala ba'irihi, kwamba kwa nyinyi watu hamufadhiliani isipokuwa kwa ucha Mungu. Na kwenye hili hadithi ya Abi Malik al-Ash'ari asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia asema, inna Allaha la yanzuru ila ahsabikum, Mwenyezi Mungu haangalii utukufu wenu wala mali yenu wala karami yenu, ndio ahsab, wala ila ansabikum, wala hatazami nasaba zenu wala makabila yenu, wala ila amwalikum, wala hatazami mali yenu, walakin yanzuru ila qulubikum, lakini atazama nyoyo zenu. Faman kana lahu qalbun salihun, yule alokuwa na moyo mzuri, tatahannana Allahu alayhi, Mungu atamhurumia mtu kama huyo kwa ile roho yake mzuri. Wa innama antum banu adama, lakini si jambo lingine, nyinyi ni watoto wa Adamu. Wa ahabbakum ilayhi, na mwenye kupendeza zaidi kwake Mungu, atqakum, ni ule mcha Mungu zaidi. Hili la mtume limesawazika na tafsiri inaunga mkono aya tukufu hii ambayo tumeitafsiri. Kwenye haya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akaleta chungo mashuhuri katika shairi zake, katika hili alilolisema Mungu na khutba aliyoitoa mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema Ali bin Abi Talib, annasu min jihati tamthili akfa'u, abuhumu adamu wal ummu hawa'u, nafsun ka nafsin wa arwahun mushakilatun, wa a'dhamun khuliqat fihi wa a'dha'u, fa in yakun lahum min aslihim hasabun, yufakhiruna bihi fattinu wal ma'u, mal fadlu illa li ahli al-ilmi innahum ala al-huda liman istahda adillau, wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu, wa lirrijali ala al-af'ali sima'u, wa dhiddu kulli imri'in ma kana yajhaluhu, wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u. Ali asema annasu min jihati tamthili akfa'u, watu kwa upande wa kufanana wajitosha sawa, watu sawa. Kwa nini watu sawa? Abuhumu Adamu wal ummu Hawau, baba yao ni Adamu na mama yao ni Hawa. Nafsun ni nafsi, ka nafsin, kama nafsi nyingine, nafsi kama nafsi. Wa arwahun mushakilatun, na ni roho tofauti tofauti. Wa a'dhamun, na ni mifupa, khuliqat fihim, waloumbwa kwao, wa a'dha'u, na ni viungo, ndio sisi watu tulivyo. Fa in yakun lahum min aslihim hasabu, ikiwa kwao kwenye asili yao pana hasab. Hasab ni karam, ni mali. Ikiwa yakun lahum min asli hasab yufakhiruna bihi, ikiwa watajitosha na asili yao, basi wanajifakhiri kwa hiyo asili. Fatwinu wal ma'u, ni udongo na ni maji, ndio asili ya wanadamu. Mal fadlu illa li ahli alilmi innahum, hakuna fadhla isipokuwa fadhla kwa wenye elimu. Innahum, hakika wao wenye elimu. Ala alhuda, wako juu ya uongofu. Liman istahda adillau, kwa mwenye kutaka uongofu, kwa wale wenye kuongoza. Adilla ni viongozi wenye kuongoza. Wa qadru kulli mri'in ma kana yuhsinuhu, cheo cha kila mtu kwa yale ayafanyao au kwa ule wema anaofanya.
walirijali ala al-af'ali simau, na wanaume kwenye vitendo vyao alama. Wanaume wana alama zao kwenye matendo wanayoyatenda. Wa dhiddu kulli mri'in, na kinyume cha kila mtu, makana yajhaluhu, ni lile ambalo ni mjinga nalo. Manake mtu ikiwa ni mjinga wa jambo ndio huwa na kinyume. Waljahiluna li ahli alilmi a'dau, na wapumbavu siku zote maadui wa watu wa elimu. Siku zote ukitaka kujua adui wa mtu wa elimu ni ule ambaye ni jahilu, kwa sababu pana msemo mwingine wa Kiarabu wanasema annasu a'dau ma jahilu, watu siku zote maadui wa mambo wasiyoyajua. Na Waarabu kulenga wanenapo. Angalia, ni kweli watu ni maadui kwa wasiyoyajua, na utakuta vita vikali vinavyopigwa wanavyoni hupigwa na ambao wajinga. Na haya ni makala yamezungumzwa na wanavyoni kwenye vitabu. Lakini hapa dalili aliyoitoa Ali aiunga hii aya wakati aliposema abuhumu Adamu wal ummu Hawwa, kwa kuwa sote mmoja na sote sisi tumetoka kwenye asli moja. Abi Huraira radhiyallahu anhu atoa hadithi kwa kusema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliulizwa, man akramu nnas, nani mtukufu wa watu? Mtukufu wa watu ni nani? Faqala Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Mtukufu wa watu ni huyo Yusuf, kijana cha Yaqub, kijana cha Ishaq, kijana cha Ibrahim. Tena huyu ni nabiyullahi ibnu nabiyillahi ibnu khalilillah. Qalu laysa an hadha nas'aluka, hatukuulizi kuhusu haya, hatukuulizi kuhusu huyo, yani hatukukusudia hivyo. Qala fa akramuhum inda Allahi atqahum, mtukufu zaidi wao mbele ya Mwenyezi Mungu ni mcha Mungu wao zaidi. Haya ndio huo mtukufu ambao nyinyi mnamuuliza. Wakasema laysa an hadha nasaluka, pia si hili tunalokuuliza. Faqala fa an maadini al-arabi tasaluni, kuhusu maadini ya Waarabu ndio mwaniuliza. Vile vitu vya thamani wa Waarabu, Waarabu wana vitu vya thamani. Waarabu wana dhahabu, Waarabu wana fedha, wana petroli, mitajiri ya kupicha kiasi. Wakisema tutashughulika na petroli baharini, dhahabu barani huyuka. Wakisema tutaitimba dhahabu barani, petroli huku itapasua bahari. Haya ni maadini ya thamani waliopewa Waarabu. Sasa Mtume auliza, haya mwaniuliza kuhusu maadini ya Waarabu? Hapo ndipo wakasema naam, sisi tunakuuliza kuhusu hili. Sasa sikiliza, Mtume SAW akasema fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idha faqihu, mbora wenu wakati wa ujahilia, kwa sababu watu wakati wa ujahilia walijipa ubora kwa sababu mtu nasaba yake, akajipa ubora kwa sababu mtu mali yake, akajipa ubora kwa chochote kati ya vile vitu ambavyo hujulikana kwamba kwa mtu ameipakua na ulu na kujikuza na kujikwaza kwa sababu ya hizo. Lakini hapa Mtume akasema fa khiyarukum fil jahiliya, ule mbora wenu aliyekuwa mbora wenu katika ujahilia, khiyarukum fil islam, atakuwa ndiye mbora wenu katika Uislamu, idha faqihu, wakati anapofahamu mambo na kufahamu dini. Angalia Uislamu, haikuntukuwa mbora wakati wa zama za ujahilia kwa mali yake, kwa cheo chake, kwa ukundufu wake, kwa nafasi yake. Kasema basi huwa alikuwa na nafasi katika zama za ujahilia, maadamu amekuja katika Uislamu tumpe cheo kile kile cha nafasi. Na hapana, utakuwa mbora katika Uislamu wakati tu unapokuwa na ufahamu nzuri katika dini, kwa sababu fikhi ya Uislamu kwenye hilo ni mcha Mungu ndiye mwenye kukurubishwa, ni mcha Mungu ndiye muheshimiwa, si mali ya mtu, si sura za mtu, si ukoo wa mtu, si kabila la mtu, si mali yake, si chochote. Mizani iko kwenye ucha Mungu na uadilifu. Kisha ndipo wakaimba sasa hawa, wakasema ma yasna'u al-'abdu bi'izzi al-ghina wal-'izzu kullu al-'izzi lilmuttaqi
man arafa Allah falam tughnihi ma'rifatullahi fadhaka shaqi. Kwa maana ma yasna'u al-'abdu bi'izzi al-ghina, atafanya nini mja kwa ezi ya utajiri? Haya, una utajiri, ezi yako ya utajiri utafanya nini wewe? Utajiri wako utakuokoa na nini ikiwa hukutenda lolote katika mambo ambayo yatakufanya wewe uwe mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu? Wal izzu kullal izzi lilmuttaqi, ezi ya kila ezi ya mcha Mungu. Mcha Mungu ndio mwenye ezi, sio kwamba kuwa tajiri ndio mwenye ezi kwa pesa zake. Man arafa Allah falam tughnihi, mwenye kunjua Mungu kisha isintoshe yeye, kuntosha nini? Maarifatullahi, asitosheke yeye na kule kumjua Mungu, fadhaka shaqi, honi muovu. Kwa hivyo hakutaangaliwa pesa zake hapa. Hapa ezi ya kushinda ezi ni ya ncha Mungu. Ndipo Mwenyezi Mungu kabainisha kwenye hii aya 13 kwa kusema inna akramakum indallahi atqakum, mtukufu zaidi wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni ncha Mungu zaidi. Ash-Shinqiti asema katika tafsiri kwa hii aya, qad bayyana Allahu ta'ala biqawlihi, amebainisha Mwenyezi Mungu kwa hili neno lake aliposema inna akramakum indallahi atqakum, anna alfadla walkarama, kwamba fadla na utukufu innama huwa taqwa Allah, kwa ucha Mungu tu, la bighairihi, si kwa mengine, minal intisabi ila alqabaili, katika mtu kujitegemeza kwa makabila. Mimi mmejitegemeza kwenye ukoo fulani, kabila fulani, si hivyo. Alkaramu walfadlu bitaqwa Allahi azza wa jalla. Walaqad sadaqa man qala, Shinkiti kisha sema, amesema kweli, amesadikisha yule aliosema, faqad rafa'a al-islamu Salmana Farisin wa qad wada'a al-kufru sharifa Aba Lahabin. Hii ndio mizani ya Uislamu wetu. Faqad rafa'a al-islamu Salmana Farisin, hakika umemuinua Uislamu Salman al-Farisi. Angalia, Salman al-Farisi si Mwarabu, ni Mfurs al-Faris. Uislamu ukamuinua Salman al-Farisi, waqad wada'a al-kufru ash-sharifa Aba Lahabin, na ukafiri ukantweza sharifu Abu Lahab. Angalia mizani ya Uislamu. Salman al-Farisi hana asili ya Kiarabu, Uislamu ukamkuza akawa na daraja ya juu, lakini ukafiri ukaja ukamwangusha sharifu ambaye ni Abu Lahab, na Abu Lahabi ni katika amamu Rasuli sallallahu alaihi wasallama, Mwarabu asili. Ukafiri ukamtweza na ukamwangusha, lakini huyu ambaye ni Mfaris Uislamu ukamkuza. Ndivyo jinsi mizani ilivyo katika Uislamu. Sasa angalia hapa kusema faqad rafa'a al-islamu Salmana Farisin wa qad wada'a al-kufru sharifa Aba Lahabin. Wametaja kwamba kwa Salmanul Farisi mwenyewe alikuwa akisema haya, abi Salmanul Farisi asema, abi al-islamu la abali siwahu, babangu mimi ni Uislamu, mimi sina baba mwingine. Idha iftakharu biqaisin au tamimi, iwapo watu watajifakhiri kwa kuwa wao katika bani al-Qais, ikiwa watu katika bani Tamimi, ikiwa watu katika banu Hashim, ikiwa watu katika kadha kadha kadha, lakini Salmanul Farisi asema abil islamu la abali siwahu idha iftakharu biqaisin au tamimi, babangu ni Uislamu, sina baba mwingine. Iwapo watu watasimama kujifakhiri kwa makabila, mimi ni kabila la Bani Qais, mimi ni kabila la Bani Tamim, falmu'tabaru fihi taqwa Allahi jalla wa ala, lenye kuzingatiwa katika hilo ni ucha Mungu aliyetukuka. Fa akramun nasi, mtukufu wa watu, wa afdaluhum, na alobora wao, atqahum lillahi, ni ule ncha Mungu wao zaidi wa kumcha Allah. Wala karama wala fadla li ghairi almuttaqi, hapana karama ni utukufu
wala hapana fadhila daraja lighairi almuttaqi, kwa asiyekuwa mcha Mungu. Ya ayuhan nasu, ndipo Mungu akawanadia watu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumewaumbeni nyinyi kutokamana na mume na mke. Waja'alnakum shu'uban, tukawafanya nyinyi mataifa mbalimbali, wa qabaila, na makabila tofauti tofauti. Lengo ni taarafu, ili mupate kujuana, huyu amjue huyu kupitia kwa lugha yake, na yule anjue yule kwa kupitia kwa lugha yake, kwa sababu man arafa lughata qaumin amina bimakrihim, wenye kusema usema mwenye kujua lugha ya watu huaminika na vitimbi vyao. Alana wewe ukajifundisha Kifaransa ama Kijerumani ama Kitaliani ama kwa lugha nyingine zote kati ya lugha ambazo ni tofauti tofauti, utaaminika na vitimbi vyao, kwa maana vaketipo kukusengenya utajua valinenalo, na vakipanga njama wataka kukunyonga utajua namna ya kukimbia bila kuvambia, kwa kuelewa tu kwamba kwa hapa hupangwa kutindwa mimi. Kwa hivyo utawataka ruhusa kwa utaratibu na taadhima. Jamani, nsubirini, nenda haja kidogo, haja jumla kabisa. Kwa nini? Hapo umefaidika kupitia kwa lugha yao. Ndipo ikawa hizi ikhtilafu za lugha na tofauti ya makabila na tofauti ya rangi likawekwa kwamba kuwa ni moja kati ya uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Katika jumla ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika Qur'ani tukufu, kama ilivyo katika suratul Rum, ameanza wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi. Kila akisema wa min ayatihi akupa cha wewe kuthibitisha kwamba kwa hii ni alama ya uwezo wake. Kuanzia min ayati an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun, akenda nayo mpaka alikwenda kwenye huu mfumo wa rangi nyingi na makabila mengi na mataifa mengi. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh, katika alama za kuthibitisha uwezo wake Mwenyezi Mungu ni hili la kuumba mbingu na ardhi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, na kukhtalifiana lugha zenu na rangi zenu. Kukhtalifiana rangi zenu, kukhtalifiana lugha zenu. Jamani, pana lugha nyingi katika dunia, na kila lugha kwa uzito wake, na kila mwenye lugha huona utamu wake. Kwenye lugha wewe ukimsikia mwenzako asema, waweza kuona makuruhu wakati mwingine, lakini haki yeye katika kunena huona raha. Wasemaje Mjerumani anapoongea, wewe utamuona kwenye kuongea kwake yuachengeza kuchapika kulingamana na yale matemko yako. Mwarabu ana lahja yake huona raha. Ukenda kwa mzungu ni hao, unena kwa Kipwani. Ukenda kwa Black American mambo kivumi ile na kusoza na pumzi. Wallahi alazim, kula mmoja ana raha. Mungu asema ni alama kwa walimwengu, alama kwa walimwengu wote kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu, bali kwa wasomi ni alama zaidi. Sasa kukhtalifiana rangi na kukhtalifiana lugha, kukhtalifiana miji, kukhtalifiana makabila, yote lengo Mungu kalieleza katika aya 13, litaarafu, ili mupate kujuana. Sasa Abdullah ibn Abbas, sikilizeni haya mambo yalivyotoka mpaka kushuka hii aya, ikiwa yatufundisha sisi adabu ya kuheshimiana na kuwa sote wamoja. Usinyoshe mwenzako kidole kwa kabila lako ulilonalo, wala usijikwaze kwa kunena kwa mali ulionayo, wala usijitendekeze kufanya ulitakalo, kunena ulitakalo, kupitisha ulitakalo. Hatia una mali, hatia kabila fulani, hatia kadhaa, isiyokuwa mizani ya uchamungu. Na wale ambao wajiona pengine wanyonge, na hakuna nyonge shekhi katika dunia. Mwanadamu ameumbwa na Mwenyezi Mungu akiwa ni mtu huru. Mwanadamu ni huru, tena vovote utakavyokuwa wewe ni huru. Kabila lako ulilo nalo wewe ni kabila la kuweza kujifakhiri nalo, kwa kuwa ndilo kabila la mamangu na babangu tu. Usintuyue na kunkejeli
mwengine kwa sababu ya ukabila wako. Haya yalitoka wapi mpaka ikawa ni moja kati ya jumla ya adabu tunazofunzwa leo katika suratul Hujurat? Abdullah ibn Abbas asema hii aya iliteremka kwa Thabit ibn Kaisi. Sikilizeni vizuri sana, na neno lake kwa ule mwanamume ambaye lam yafsah lahu. Huyu Thabit ibn Kais alikwenda katika majlis, kukaweko mwanamume mmoja. Thabit ibn Kaisi akataka nafasi ya kuketi katika ile baraza. Ule bwana falam yafsah lahu, asimpe nafasi ya kuketi. Alipomnyima nafasi likankasirisha huyu Thabit ibn Kaisi, akamwambia ibnu fulana, alinitaja kumwambia kijana cha mama fulani. Na hili lilidhihirika yeye kusema hivi kijana cha mama fulani ilikuwa tayari nkejeli, na yule ashaelewa kwamba kwa huyo asingesema hivyo isipokuwa amenikusudia madharau kulingamana na mamangu alivyo, ibnu fulana. Sasa ilipotokea hilo, kusudio ilikuwa yuayiruhu bi ummihi, ankejeli mamake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ripoti ilipomfikia alisemaje? Mani dhakiru fulana, ule alontaja ule fulani ni nani? Kwa sababu yeye alimwambia ibnu fulani, kwamba kwa alintaja mamake, na kusudio lake Thabit ibn Kaisi yuayiruhu bi ummihi, alikuwa nchia ila mamake. Mtume kasema nani alontaja mama fulani? Masahaba hata wakifanya kosa walikuwa hawajifichi. Faqala Thabitu ana ya Rasulullah, akasema mimi ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Angalia, hakusita wala kusema kwamba kwa itakuwaje, nishajulikana na mtume mimi. Akasema mimi ya Rasulullah. Basi angalia, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Thabit ibn Kais, undhur fi ujuhil qaum, hawa watu walivyo, si umewaona? Undhur fi ujuhil qaum, tazama hizi nyuso za watu. Thabit ibn Kais akageuza uso wake kwa kutazama nyuso za watu wote walioko kwenye ile baraza. Faqala ma raaita ya Thabit, Thabit umeona nini? Thabit akasema raaitu abyadan wa ahmaran wa aswada, kwenye kuzitazama hizi nyuso nimeona weupe, kaona wekundu, na nikaona weusi. Ala, umeona hivyo? Naam. Kala mtume kasema fa innaka la tufadhiluhu illa fi dini wa taqwa, wewe huwezi kuwa bora kwa yoyote kati hao, huwezi kuwa na fadhila kwa wote hao isipokuwa kwa dini na uchamungu. Dini yako wewe Thabit na uchamungu wako ndio utakufanya uwe bora wa hao. Hii ndio mizani. Fanazalat fi Thabit hadhihi alaya, aya hii ikashuka kwa kumhusu Thabit. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Ama yule ambaye lam yatafassah lahu, ama yule ambaye hakumpa nafasi ikawa mpaka sababu ya Thabit ibn Kais kumkejeli kwa mamake, pia naye ikateremshwa aya yake, na ni aya ya kutufunza sisi hapa. Thabit ikateremka inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, na yule ambaye hakumpa nafasi Thabit ibn Kais mpaka Thabit kumchia ile mamake, ikateremka ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, enyi mulioamini. Kwa sababu mafunzo haya na adabu hizi zote zimewalenga waumini. Idha qila lakum tafassahu fil majalis, kukisemwa kuambiwa nyinyi peaneni nafasi katika makao, peaneni nafasi ili mwenzako akija na yeye akae. Fafsahu, basi toeni hizo nafasi na Mungu atawakundua na atawapa nyinyi nafasi. Hii aya iliteremka kwa yule ambaye hakumpa Thabit ibn Kais nafasi, na inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ikashuka kwa Kaisi mwenyewe
alonkejeli mamake huyo. Muqatil asema, na ni katika wanavyuoni wa tafsiri, lamma kana yaumu fathi Makka, ilipokuwa siku ya kufutahiwa Maka. Sikiliza hiki kisa. Siku ya kufutahiwa Maka, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha Bilali, hatta ala dhahra al-Kaaba, mpaka akawa juu ya mgongo wa al-Kaaba, yani kamwamrisha Bilali apande juu ya al-Kaaba. Wa adhana, na Bilali adhini. Sikia haya matokeo, kwa sababu matokeo haya ndiyo yamekuwa ni funzo kwa ulimwengu, na ni funzo kwa walimwengu ndizo hizi suwarul Qur'an. Sura hizi zilizoko katika Qur'ani tukufu hutupa sisi dira za waliopita, ikiwa ni wema kwa wema wao ama uovu kwa uovu wao. Wale walokuwa waovu, kwa maovu gani walioyafanya, na sisi tujipange tusifike walipofika. Na wale wema, ni mambo gani walioyachukua katika wema wao mpaka wakakuwa katika dunia hii, ili na sisi tuchukue ramani hiyo. Ndipo venye kusema katika wasomi hutuambia, hii tarehe shu'a'un min al-madhi yuniru tariqa lilmustaqbal. Tarehe ni miangaza ya watu waliopita, hutupa sisi dira kujua mustakbali wetu. Tarehe imezungumza muovu gani ili na wewe usiwe muovu, mwema gani na wewe uwe mwema, kwa kuchukua mbinu za wema ufaulu katika maisha yako, na ujiepushe na ndiye alioishika muovu ili usifeli katika maisha yako. Sasa ndio haya leo aya tunazozitafsiri za kutufundisha sisi adabu katika suratul Hujurat yatueleza kwamba kuankisa kilichotokea wakati huo fathi Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam amwamrisha Bilali adhini juu ya mgongo wa al-Kaaba, na Bilali akapanda kwa lengo la kuadhini. Na Bilali ni Muethiopia asili, Muafrika mweusi. Sasa alipoadhini, matokeo, Al-Harith ibn Hisham akasema, hayo ndiyo maneno ya kejeli, ama wajada Muhammadun ghaira hadha al-ghurabi al-aswad muadhina. Subhanallah. Ama wajada Muhammadun, hivi hakupata Muhammadi, ghaira hadha al-ghurabi al-aswad muadhina, hakupata wa kuadhini isipokuwa ikurabu hili leusi. Umefahamiana? Lugha mbovu, lugha nzito jamani. Mkana nyinyi pale musemaje, kula upicha hapo ni maabidi tu, maabidi, lugha madharau. Msivadharau washfabara wateni waketi, kwa sababu nafasi tuliwapa sisi wenyewe. Maadamu nafasi tuliwapa sisi wenyewe, wate vadhitukue, watononoke nazo, wastarehe nazo, na sisi tufanye kazi kupitia kwao. Manake aridhi ndechu, mtu chake akikiata huchwawa kikwecho. Kitu chako ukikiata huchwawa, na kikichwawa kisha huwa gugumu kukitoa. Mutaikomboa mpeketoni? Mutaikomboa? Hamwezi kuikomboa mpaka kwa mengine, mpaka kwa fadhila za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kimekuja kizazi wajua kwamba kwa hii ni ardhi ya mama na baba. Mimi nilipozaliwa, nilizaliwa kwenye nyumba hii, mamangu fulani, babangu fulani. Sasa hajui kwamba kwa Ishe alijepa wala Inya alijepa. Hiyo ndake. Yeye mwenyewe ajua kwamba mimi nimeinukia, hadha ardhu abi wa ummi, hii ni ardhi ya mamangu na babangu. Sasa katika kuwatoa wao wale watoto waweza kusema sisi kufa kwetu ni aula kwa sababu napigania haki yangu, na ambapo na wao wasema na mimi kufa mbora kwa sababu hii ni ardhi ilichoa. Mwana hajui, mwana ajua kwamba kuwa ni ardhi ya mamangu na babangu. Ukiatacho huchwawa ndugu, na kikisha kuchwawa shida kukirudisha. Sasa acheni hii lugha kwamba maabid. Utazidi kuwajenga chuki, na mkizidi kuwajenga chuki, serikali iko pamoja na wao. Usifikiri kwamba kwa serikali itatoa penyeza upache pumzi wewe Muislamu. Itakaza nati kwa kumlinda ule adharauli wao katika watu wao. Tutieni akili. Sasa angaliana hapa, mambo ya madharau
tulipewa dira kutoka huko, leo tukafundishwa adabu na suratul Hujurat. Huyu bwana Al-Harith ibn Hisham asema, ama wajada Muhammadun ghaira hadha al-ghurabi al-aswadi muadhina, hivi Muhammad hakupacha wa kuadhini isipokuwa ikurabu hili leusi. Ankusudia nani ndugu zangu? Bilal. Tuko pamoja. Hayo ni ya Harith ibn Hisham. Hai Itabu ibn Asyad ibn Abil Ais, na yeye na yakati lake wa kwanza hukoonyesha lugha ya madharau, na huyo akasema, alhamdulillahi alladhi qabadha abi hatta lam yara hadha al-yawm. Ona bala, na nshukuru Mungu ambaye alinkabidhi babangu akafa mpaka akawa hakuyaona haya leo. Sijui kama babangu alikuweko akayaona haya angekuwaje. Nkama kikwetu kusema vafievo Mungu avarahamu, huwa manake tumepacha mambo ya kuchukera, mambo ya kuchuudhi, basi ukaona hama udhiko, afadhali tumeapacha sisi vafievo Mungu avarahamu, kwa kuwapumzikeni musione vioja kama hivi. Angalia ile mambo jinsi yanavyosawazika na suratul Hujurati, namna inavyotupa miongozo. Bwana Itabu naye akasema hivi, na nshukuru Mungu alonkabidhi babangu mpaka asiyaone haya. Haijatosha bwana. Suhail ibn Amr naye akasema, in yuridillahu shay'an yughayyiruhu, Mungu ikiwa ataka chochote atabadilisha. Mungu ikiwa ataka lolote atalibadilisha. Kwa kuwa amewekwa ho muadhini, atataka mabadiliko kwa kuwekwa mwingine, ataondoshwa hoyo aje mwingine. Abu Sufyani akaona kushindwa, naye akasema, inni la aqulu shay'an akhafu an yukhbira bihi rabbus samai, mimi sisemi lolote, nachelea hata sije akalieleza hilo Mungu wa mbinguni, kwa sababu halitokei tokeo lolote isipokuwa hushuka ya kushuka. Kwa hivyo tanyamaza kimya. Wewe uliyosema, huyo aliyosema, sasa tungojeni tu. Hapo hapo Jibril akaja, faata Jibril akaja, fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qalu, akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam yote wale waliosema, ya Rasulullah, fulani amesema kadhaa 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 kuhusu Bilali kuadhini, na fulani na yeye akasema kadhaa 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 kuhusu Bilali kuadhini, na fulani na yeye akasema kadhaa 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 kuhusu Bilali kuadhini. Ni hayo? Naam. Mbingu zikampa taarifa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kafanyaje? Fadaahum, akawaita wote, hai njooni. Alipowaita, wasaalahum amma qalu faaqarru, akawauliza walioyasema na wakayakubali, hawakupinga. Basi walipokubali, faanzala Allahu ta'ala hadhihi al-aya, Mwenyezi Mungu kateremsha aya hii, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Kuna mmoja hapo alitoa lugha kubwa zaidi kumwicha Bilali kurabu leusi. Aya tosha. Mungu hapa katika aya kama wazajarahum, aliwaonya wao, anitafakhuri bil ansabi, kujifakhirisha kwa nasaba, watakathuri bil amwali, na kujifakhirisha kwa wingi wa mali, wal izra'i bil fuqara'i, na kufanya madharau kwa mafukara. Faqala, ndipo Mungu kasema aya hii ambayo tumeitafsiri ama tunaendelea kutafsiri, kwa maana min dhakarin wa untha, yani Adamu wa Hawa, ndio asili yetu imetoka hapo. Innakum mutasawun fi nasab, nyinyi mwasawazika, nyinyi sawa katika nasaba. Nasaba yetu mmoja, nasaba yetu ni udongo, sote tumetoka kwenye asili hiyo. Ndipo sahibu tafsiri al-Baghawi al-musamma bimaalim at-tanzil juzu ya 3 safha 216 asema haya yote ndiyo aloanukuu kwa hizi asbabu nuzul, pamoja na makala haya maovu yalosemwa na wote hawa niliowataja. Mwenye maalimu tanzil ndiyo aliyoyataja haya katika tafsiri yake. Ndipo Dr. Yusuf Al-Qardawi hafidhahu Allahu wa ra'ahu katika kitabu chake Al-Halalu wal Haramu fil Islam
kausuka mlango kamili wa kuhusiana na haya. Mlango kwa unwan babu la asabiyata fil Islam, safha 227, kasema falamtiyaza lilauni muayyanin, hapana upambanufu, hakuna imtiyaz kwa rangi ambao ni muayyan, rangi ilobainisha, rangi muayyan hii minal bashara, katika ngozi, au minal bashari, ama katika viumbe. Hapana imtiyazi kwa masala ya rangi. Wala li jinsin, wala hapana imtiyaz kwa jins khas, mimi nimetokamana na jinsia khas minan nasi, katika watu. Wala li ruk'atin minal ardi, wala kwa kipande cha ardhi, mimi kipande changu cha ardhi ni kadhaa, ni ya watu kadhaa, ni kwa kuwa nyinyi mkiinukia mliaona kwamba kwa mashamba yote ni yetu, kwa hivyo sisi tulirithi kichambo. Wala yahillu limuslimin, akasema si halali kwa muislamu, an yataassaba lilaunin ala launi, kuhakamia na kushikana kwa rangi juu ya rangi. Mimi rangi yangu kadhaa, wewe rangi yako ni kadhaa. Mkana huyu kumwambia Bilali, mtume hakuona wa kuadhini isipokuwa ikurabu leusi, ni kwa kuwa tayari hapo fikra yake iko kwenye rangi, kwa kuwa Bilali rangi yake ni nyeusi, pengine yeye ni nani, rangi yake ni nyeupe. Wala li qaumin ala qaum, wala qaumu juu ya qaum. Usikilizeni vizuri sana mlango kwenye tafsiri ya haya, barakallahu fikum. Qaumu juu ya qaum, ambao haya ndiyo yaliko katika mataifa yote, na tukisema huu ni ugonjwa wa mataifa yote, taifa letu vile vile limeshika kikombe kwa hayo, kwa masala ya ukabila, juu ya kelele nyingi zilizoko, lakini urongo ni ukaumia tu, na ukaumu umeingia si kwa Wakristo wala si kwa Waislamu. Huu ni ugonjwa umesambaa katika mujtama, sote tuingia kwenye ukaumia, na mpaka ule ujahili huingia kwa yoyote. Nakupa mfano mmoja, wallahi katika mifano ya sura tulonayo, namna inavyotufundisha adabu. Harufu za kijahilia hazikuchuepuka sisi. Nitakupa mfano mmoja tu ambao ni hai. Kila mmoja hapa akioa huwa ana hamu ya kupacha mwana. Bibi akibeba mimba, furaha zako huanza juu, na kuomba kwako wewe huwa huomba nini? La kwanza utasema namuomba bibi yangu akijifungua ajifungue mtoto wa kiume. Mbona kwanza maombi yako, mbona umeomba hivyo? Hebu likekeche kwa mbali hili, mbona umeomba hivyo? Kwa nini hukuomba kwenye maombi yangu, namuomba Mwenyezi Mungu aniletee mwenye kheri na mimi, awe mume ama awe nani, awe mke? Mbona moja kwa moja umetaka mume? Na siku ukipewa habari kwamba kuwa amejifungua, ukienda ukaona kwamba kuwa ni mke, hutotokwa na maneno, lakini uko ufinyo fulani wa ndani, kwa sababu ya tadhihiri hayo kwenye maneno yako, kumwambia rafiki yako kuhusu usalama wa bibi yako kwenye kuzaa. Bibi yako amezaa, alhamdulillah, amejifungua, lakini njike bwana. Shaona? Ya lazima utatumia lugha hii, lakini njike bwana. Hebu niambie kwa nini useme? Ni zile kasumba za mbali zilizotoka mbali, ya kwamba mwanamke alikuwa kidharaulika mpaka wakafikia hadi ya kudindimizwa miili yao ahya katika ardhi wakizikwa, na wengine wakaenda wakirushwa kwenye visima ambavyo vya msichuni huko. Watu hawataki wanawake. Kasumba hiyo mpaka leo kwetu sisi Waislamu hii haikujitokezwa kwa udhahiri wa watu walivyofanya, lakini kuna ambao hukurubiana na hayo. Wewe sikia hapo mtu amezaa, amentukua mtoto wake mdogo, amekwenda kuntupa yaani, au akantupa shimoni, ama kwenye pipa, ama akaenda kantupilia mbali baharini. Ni vipi? Kama umenzika, kwa sababu kufa popote ulipo ndiko kuzikwa kwako, hata uko ala wajhil ardhi, umezikwa we. Maadamu umekufa tu. Lakini hiki kitunu cha mbali, amejifungua lakini njike bwana, kwa kuwa halikukuridhisha tu, mbasi tu. Huu ni ujahilia ambao,
ndio ule ukaumu ulioko mpaka kwenye miji. Pana miji ya kugawanywa, wakawambia hawa mvachuva kwa iu, hawa mvachuva kwa tini, hawa mvachuva kwa Tongani Kikwechu Rasini, hawa mvachuva kwa tini, hawa mvachu sijui wa Kichokwe, hawa mvachu sijui wa Kichwakwa, wengine hawa mvachu wa Nyini, hawa mvachu wa Konde au Hondeni sijui. Ote hizi nkasumba za kijahilia tulonazo sisi, na siwezi kuata kuifafanua hii aya kwa hivi ninavyoielewa, kwa sababu ni aya ambayo hututibu sisi. Ni ujahilia uliotoka zamani, ututibu ujahilia ulioko sasa. Basi shati nitaje vile vigawanyo ambavyo mvetu vachuva kwa tini, vachuva kwa Tongani, vachuva Nyini, vachuva Hondeni, vachuva Kichokwe, vachuva kwapi, kukawekwa mipaka kwenye baadhi ya mpaka leo yuko wa huku hapandi kuingia mpaka kuoa huku, na wa huku hafai kuruka mpaka kuingia kule. Ujahili ulienda mpaka watu wakatindana, ujahili ulienda mpaka watu wakazikana. Ni ujahili wa zama ambazo zilipita karibuni makwetu, lakini dira yake ilitoka zamani katika kasumba za ukaumu. Mungu haleti aya katika Qur'ani ikavasitiba kwa ulimwengu, inna akramakum indallahi atqakum, ndiyo dira za aya. Wala li iklimin ala iklimin, wala jimbo kwa jimbo. Sisi hili jimbo letu, hili jimbo letu. Haya jamani, kila mtu jimbo lake. Katika fikhi ya Kiislamu majimbo yote ya wote, innal ardha lillahi yurithuha man yashau min ibadihi, kwenye ninavyofahamu mimi. Lakini huwezi kusema kwamba kwa hili ni jimbo letu, kwa hivyo tunataka tubaki sisi mva kwetu, asokuweko kwenye jimbo hili sisi kumfukuza kwa mapanga na mashoka. Muko nje na nadharia ya adabu ya Kiislamu. Lakini lao haya na itasikika hikanda, watu wataona kwamba kwa hivyo utakuwa hupinga siasa ya majimbo. Kwenye nadharia ya Kiislamu hakuna siasa ya majimbo. Kwenye nadharia ya Kiislamu kullukum min adam wa adamu min turab wal ardu lillahi wa ardullahi wasi'a wallahu yurithuha man yasha'u min ibadihi. Ardhi mpana, sote mvaja wa Mungu, na ardhi ni ya Mungu, humrithisha mtakaye katika waja wake. Mulilala zikachwawa, vatieni walizozichwa vanufaike nazo, mambo kuisha. La si hivyo, badilisha dira chako ukithamini na ukisimamia itakiwavyo. Lakini hata katika nadharia ya Kiislamu, nadharia ya Kiislamu ni kwa kuwa hufaa tu, akiwa kiongozi hufaa tu, na hafai tu, awe yoyote, awe ni nkwenu, awe ni nkwetu, awe ni nkule, awe ni nkule, vyovyote hufaa. Ana maadili ya Kiislamu, ziko zile sifa zitakiwazo kufaa kuwa nazo kiongozi, anazo. Ya Allah, huyu ndio huwa kiongozi. Awe Mjerumani, awe Mtaliani, awe Ngiriki, awe Mboni, awe Muhehe, awe nani, vyovyote atakavyokuwa. Lakini hakuna fikhi ya Kiislamu kusema kwamba afae kuwa kiongozi ni lazima awe ni nkwetu, awe damu yetu. Je, Uislamu imelengania damu? Uislamu umelingania kabila? Uislamu umelingania miji? Uislamu umesema inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu. Ndio fikhi ya Kiislamu. Haya, kwa hivyo ikiwa hali Uislamu unatubainishia hivyo, watu wasimame kwa misingi ya Kiislamu. Wala yahillu liman yu'minu billahi wal yawmil akhir, na si halali kwa anayemwamini Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya mwisho, an yantasira liqaumihi, kuwapa nguvu kaumu zake, fil haqi wal batili, katika haki na katika batili. Laiti watu huelewa haya sha, na baada ya kuelewa wakayatendea, dunia ingepata salama na kila mtu angepata haki yake. Kama ingekuwa mtu hatoi nusra na hatoi msaada kwa kabila lake, kwa taifa lake, kwa mji wake, kwenye haki na batili, wal adli wal jawr, kwa kuwa mimi tampa nusra nchu wangu, aveko katika haki, tampa nusra, tansaidia.
aveko katika batili mimi tansaidia, akiveko kwenye usawa mimi tamsaidia, akiveko kwenye ujauri na kibri mimi tansaidia kwa misingi ya ukwetu, simsaidii kwa misingi ya dini inavyotaka. Je, sisi kipimo chetu leo kiko kwenye mizani yako kwenye usaidizi iwe mizani ya dini, ama mizani yako kwenye kusaidia iwe ni misingi ama ni mizani ya damu? Tutayatazama haya katika hii bahthi yenyewe. Wathilat ibn al-Asqai asema, qultu ya Rasul Allah, nilisema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, mal asabiyatu, asabia nini? Huu kabila ni nini? Qala wa asabia an tu'ina qaumaka ala dhulmi, ni kuwapa usaidizi watu wako kwenye kudhulumu. Watu wako hudhulumu, ukasema tawasaidia kwa misingi ya kuamba kwetu. Hukuangalia misingi ya kwamba kuwa makosa dhulma, waangalia hata kama dhulma lakini ni kwetu, muate dhulumu. Subhanallah. Na ndipo Uislamu ukawa kitu cha kwanza ambacho Uislamu ulifukia kwenye kaburi la sahau, ni huu kabila kwa picha zake zote. Ukawaharamishia Waislamu kuhuisha sehemu yoyote ama sifa zozote katika sifa ambazo ni kuurudisha tena ukabila na kuchecheana kidamu na kimiji na kimajimbo na kirangi, au yoyote mwenye kusimama kulilingania hilo. Uislamu ukafukia mambo kama haya. Ukiyaona yako ni watu hutaka kuyafufua, lakini hayakubaliki haya kutaka kufufuliwa kwa sababu si maadili, si mizani, watu hawapachi uadilifu. Ndipo mtume katoa changazo. Umeona changazo lilikuja baada ya kuwa mtume mwenyewe amefukia mambo kama haya jamaa. Maana ikiwengi kuwa haya mambo ni yaendelee, tungepata kumbukumbu hata katika Qur'ani tukufu. Kumbukumbu zenyewe ni kwa kuwa watumwa walikuweko na watumwa walimilikiwa, lakini Uislamu sasa kuja kuchakasa ili watu wote wawe ni ahrar. Ndipo hata Umari ilikuwa mtu akionyeshwa unyonge, kuonyeshwa hivi sasa mimi namfanyisha huyu kama ni mtumwa, alikuwa akitoa lugha hii, kaifa antum tastabiduna aqwaman alladhina waladathum ummahatuhum ahrara, nyinyi vipi mnataka kuwafanya watumwa watu ambao mama zao wamewazaa wakiwa wako huru, mama zao wamewazaa wakiwa waungwana? Ni kwa kuwa kitu kinachoitwa utumwa ama kuleta uabidi hakuna tena. Na Uislamu ulimaliza vipi? Ulimaliza ili watu wote wajihisi kitu kimoja. Sisi tutokamana na Adam na Hawa, hakuna masala Adam. Ndipo ukaona mtu akikosea tu katika dini, ikhwatal iman, umekosa tu ukamwambia bibi yako mimi kulala na wewe kana kulala na mamangu, ikashuka Qur'ani, wewe wamfananisha bibi yako na mamako? Wamfananisha bibi yako na mamako? Hapana. Mama ni yule aliyekuzaa, na bibi yako ni bibi yako, na hayo ni maneno ya munkar na ni maneno ya urongo. Kwa hivyo sasa, kama wataka kunrudia bibi yako kwa hilo lilolinena, kitu cha kwanza muache mtumwa huru. Mal hikmatu fi dhalik? Hikma ni kwa kuwa kila adabu, hata mwenye kumuingilia mkewe mtana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwenye adabu yake ya kwanza umwambie uache mtumwa huru. Sababu nini? Ni kwa kuachwa huru watumwa, kwa kuachwa huru nkupungua mpaka kisha wamalizike. Na ni kweli kupitia kwa hududi zilizowekwa na katika kile kismul jinayat iliyowekwa na wanavyuoni wa sharia, haki ya Mungu, utumwa ndio ulimalizika kupitia kwa kuachwa huru. Na kina Abu Bakr Siddiq wakahusifika kwamba hata bila ya kosa alikuwa akitoa pesa zake kuacha watumwa, kuwanunua watumwa, kisha kuwafanyeje? Kuacha huru, ili watu wote wajihisi, mtumwa ajihisi mimi muungwana kwa sababu ya Uislamu, na muungwana hisia zake abaki ni muungwana kwa sababu ya Uislamu, si kwa masala ya rangi wala kwa masala mengineyo. Sasa hapa alipoulizwa mal asabia, aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasabia ni nini? Akasema wasabia
ni kumsaidia ndugu yako katika udhalimu. Kumsaidia ndugu yako katika udhalimu. Mtume katoa tangazo lenyewe alilitoa tangazo la kujitakasa na kujiweka mbali na hawa, na kwa kila mwenye kufanya hilo akasema laysa minna man daa ila asabia, si katika sisi mwenye kulingania watu kwenye ukabila wa asabia. Wa laysa minna man qatala ala asabia, si katika sisi wenye kupigana vita kikabila. Vita vyovyote vilivyoko popote, ikiwa msingi wa vita hivi si i'lau kalimatillah, ikiwa misingi ya vita hivi si kukifanya kilima cha Mungu kiwe juu, kilima cha makafiri kiwe chini, si misingi ya ezi ya Uislamu na Waislamu watukuke, basi vita hivyo vimetoka katika dira ya Uislamu. Na yoyote alotangaza vita vya ukaumu kwa kupigana wenyewe kwa wenyewe, itakuwa imetoka katika misingi ya vita vitakatifu, kwa sababu Mtume SAW asema si katika sisi mwenye kupigana kwa ukabila. Walaysa minna man mata ala asabia, wala si katika sisi alokufa kwa ukabila. Kenda huchecha mpaka ukakosa maisha kwa sababu ya kuchechea ukabila tu. Lakini litakiwalo kwa Mtume ni unsur akhaka dhaliman au madhluma, mpe nusra ndugu yako akiwa dhalimu, na mpe nusra ndugu yako akiwa ni madhulumu, mwenye kudhulumiwa. Linastaajabisha hilo, na maswahaba wakaliajabia, lakini walimuuliza Mtume wakapata hal. Mtume kusema mpe nusra ndugu yako akiwa dhalimu, na mpe nusra ndugu yako akiwa ni mwenye kudhulumiwa. Qalu, maswahaba wakasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, hadha nansuruhu madhluman, huyu tuampa nusra, tuamsaidia mwenye kudhulumiwa kwa kuwa ni nyonge. Fa kaifa nansuruhu dhaliman, vipi tutampa nusra ambaye ni mwenye kudhulumu? Huyu amedhulumiwa, hufaa sisi kumsaidia. Sasa huyu alodhulumu sisi tumpe nusra vipi ya Rasulullah? Qala, Mtume kasema, kumpa nusra dhalimu na kumsaidia dhalimu, tamna'uhu min adh-dhulmi fadhalika nasrun lahu, ni kumzuia na kudhulumu ndiko kumpa nusra. Sasa ukinzuia dhalimu ili asidhulumu, ndio nusra yake, umemuokoa. Sasa alodhulumu yoyote apewe nusra kwa kuzuiliwa na dhulma zake, na usimsikitikie dhalimu wakati ambapo anataka kuokolewa na udhalimu wake, kwa sababu ni hadithi ya Mtume. Hadithi ya Mtume ikiniambia mpe nusra ndugu yako alodhulumiwa, na alodhulumiwa ajulikana. Je, alodhulumu? Mtume kasema nzuie asidhulumu. Kwa hivyo kunzuia dhalimu asidhulumu kwa namna yoyote inayoitwa kuzuilika kwake. Ndivyo namna tulivyofundishwa. Yote haya ni matunda tulioyapata kwenye aya ya 13 katika suratul Hujurat. Wa min huna na'lamu, hapa sasa tutajua anna kulla da'watin baina almuslimin, mwito yoyote kati ya Waislamu. Sikilizeni vizuri sana, Qur'ani yetu hii jamani, hii ni Qur'ani yetu, na Qur'ani ikiwa ni yetu, nahnu ashabu hadha alquran, sisi ndivyo wenye Qur'ani hii, na sisi ni ahlan li hadha alquran, kwa kwetu mwenyewe sisi kwa Qur'ani hii. Sasa ikiwa sisi wenyewe kwa hii Qur'ani, jueni wenye Qur'ani ya kwamba mwito yoyote kati ya Waislamu, mwito yoyote kati ya Waislamu, ulinganizi yoyote kati ya Waislamu, ila asabiyatin iklimia, kwenye ulinganizi wa ukabila wa kimajimbo, kadawati alwatania, kama ulinganizi wa watwani, sisi wa watwani, au asabiyatin unsuria, au unsuria damawia, damu zile watu sasa kutaka kuungana kidamu, kadawati alqaumia, ni hivyo hivyo. Innama hiya da'watun jahiliya, huo ni ulinganizi na mwito wa kijahili. Yabra'u minha alislam,
Uislamu umejitakasa nao mwito huo na ulinganizi huo, wa rasuluhu wa kitabuhu, na mtume wake na kitabu chake. Sasa wewe ukijilingania kwamba kwa hundamu hindamu yangu, misingi iko kwenye kufaa, hususa katika suala hili la uongozi, nguvu za mtu na elimu yake. Hata ukenda ukikisoma kisa cha Twaluti sijui na Jaluti, utakuta alostahiki uongozi pale, alistahiki alopewa kuwa bastatan fil ilmi wal jism, nguvu za kimwili na nguvu za kielimu. Ikiwa hapa katajwa mawili na pengine kutatajwa lingine, ij'alni ala khazainil ardi inni, nifanye mimi ni katika nshika hazina wa hizi ghala ilowekwa chakula ambazo ni katika nafaka zilizotoka ardhini hii. Mimi muaminifu. Uaminifu ndio unaotakiwa. Zikipatikana sifa kama hizi na uchangamfu na sura ya mtu kuweza kulisimamia lile atakalolisimamia, ameshastahiki yeye huyo kuwafaa kuwa kiongozi. Lakini tu jamani, hatuna mizani hiyo. Mizani yetu iwe huenda kijahilia tu, na ni Waislamu, na Uislamu wetu umetupinga vitu kama hivyo. Ni kwa kuwa bado hatujakishughulikia kitabu chetu. Fal islamu la ya'tarifu bi ayi wala'in li ghairi aqidatihi, Uislamu hauchambui muungano wowote wa yoyote kwa isiyokuwa akida yake. Akida ya mtu ndiyo inaungana kumfanya mtu aungane na mwenzake. Wala bi ayi rabitatin ghairi ukhuwatihi, wala haizingati mafungamano yoyote yasiyokuwa udugu wa Kiislamu. Ile innamal mu'minuna ikhwa faman ufiya lahu min akhihi kunu ibadallahi ikhwana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, asbahu bi ni'matihi ikhwana. Hiyo ndio rabita, ndio mafungamano ya Muislamu kwa Muislamu. Wala bi ayi fawasilin, wala Uislamu hauchambui upambanofu yoyote tumayizu baina nasi, ya kupambanua kati ya watu, ghaira al-imani wal kufri, bila ya imani na ukafiri. Uislamu upambanuzi ni huu Muislamu kwa shahada lake, huu mkafiri amekataa kupiga shahada, kwisha. Huu ndio upambanufu wa Qur'an. Falkafiru, ona namna wanavyoona wanavyotuambia, falkafirul muadi lilislam, kafiri mpiga vita Uislamu, aduun lilmuslim, honi adui kwa Muislamu. Walau kana jarahu fi watani, hata kama itakuwa ni jirani kwenye mji wako, kwenye nchi yako, au ahadi bani qaumihi, ama ikiwa ni mmoja kati ya watoto wa watu wako, maadamu hupiga vita Uislamu ni adui yako, hata ave mwanao. Ndivyo Uislamu wetu shekhe. Bal walau kana akhahu li abihi, hata kama ndugu yake kwa upande wa baba, wa ummihi na mama. Hata kama ndugu wako kwa mama na baba ni akhu shaqiq, huu ndugu yangu mimi kwa baba na mama, lakini maadamu wewe uko kwenye misingi ya imani na aqida, ule uko kwenye misingi ya ukafiri na nifaq, kuna alwala wal bara'u fil Islam. Ndio tamyizi na ndio imtiazi iliyowekwa kati ya mizani ya Uislamu wetu huu. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu asemaje? La tajidu qauman yu'minuna billahi, huwezi kuwapata watu ambao wana imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu. Na nidaa nyingi katika suratul Hujurat ni nidaa za imani. Leo tu hapa nidaa imekuja kwa ya ayuhannas. Tena hii ya ayuhannas wanavyoona watafsiri wasema ni enyi watu, imevatanganya Waislamu na makafiri wote. Hakuna ruhusa a masala inaoitwa masala ya kubaguana. Ndipo uadilifu na mizani ya Uislamu wetu haikusema ya kwamba kwa usimdhulumu Muislamu, usimdhulumu Muislamu. Kundhulumu Muislamu ni uovu zaidi, lakini Uislamu wetu hautaki wewe undhulumu yoyote, hata ikiwa umentukua haki kwa kafiri. Haki ya uadilifu wa Uislamu ni haki ile unrudishie mwenyewe. Haifai kunjepea kafiri, haifai kundhulumu kafiri kwa jambo lolote. La tajidu qauman, huwezi kuwapata watu, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya mwisho,
yuwaduna man hada Allah wa rasula, wakawa wanampigia vita Mungu na mtume wake. Walau kanu abaahum, hata kama baba zao, au abnaahum, au watoto wao, au ikhwanahum, ama ndugu zao, au ashiratahum, ama familia zao. Umeona hapa misingi ni dini. Hakuangaliwa baba, hakuangaliwa kijana, hakuangaliwa ndugu, haikuangaliwa familia. Shitaha hizo ni shitaha zetu kwa kutaka tusiangukiwe kwenye yetu. Ndipo ikawa hatuwezi kunena mengine kwa watu fulani, wala hatuwezi kuwaonya wala kuwarekebisha kwa shitaha nyingi kwenye dini ambayo haitaki umshitahi mtu kwenye jambo la haki na jambo la batili. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulioamini, la tattakhidhu abaakum, musiwafanye baba zenu, wa ikhwanakum, na ndugu zenu, auliya, mukawafanya ni wapenzi, inistahabbu al-kufra ala al-iman, wakilipendekeza la ukafiri kuliko imani. Babako, ndugu yako, yoyote katika akraba zako, akilipenda la ukafiri kulichanguliza kuliko imani, musiwafanye vipenzi vyenu. Ndio dini yetu hii. Dini yetu hii mizani ni hiyo. Ndipo hii aya ikatupa sisi mafunzo yote hayo. Bukhari amepokea kwamba Aba Dharri wa Bilali ni Muhabash, Aba Dharri al-Ghifari ni Mwarabu asili. Angalia matatizo yaliyotokea, na matatizo yalikuwa kitokea kwa maswahaba, wakisawazishwa kwa kuteremka Qur'ani, ikabaki ile Qur'ani kuja kuturekebisha na sisi kwenye zama tulizonazo za mvurugo mwingi. Aba Dharri al-Ghifari na Bilal al-Habashi, radhi za Mungu ziwashukie wote wawili. Angalia Sheikh, hadithi inavyohadithia kwa upokezi wa Bukhari, pia hakusema kwenye hili tatizo lililotokea basi hata kuwavelea radhi, kwa kuwa hawa mtukufu katika sahabatu Rasulillah. Lakini hata kama sahabatu Rasulillah, tatizo lilikuwa likitokea la kibinadamu, si kama haya matatizo. Matatizo yametokea mpaka mtu kumfanya Bilali ni kurabu leusi, kadha yametoka kwenye wakati huo, na yakatoka kwenye asri ambao ni asri mzuri, mtume mwenye uko hai. Aba Dharri al-Ghifari na Bilal, na wote angalia wanavyoona, wasema wakilahuma minas sabiqina al-awwalin, wote wawili hawa ni katika wale wa mwanzo waliochangulia kushika Uislamu. Hapo hakuna patatizo ndugu zangu. Lakini lililotokea imetokea taghadhaba wa tasaba, walikasirishana kisha wakaanza tupiana maneno, na haya hutokea, au sivyo? Lakini katika kutokea, usijipeleke kuifanya kwamba kwa ulikuwa na haki ya wewe kuniambia hivyo kwa vile wewe ulivyo. Hapo itakuwa kukosana. Na hivyo kwamba kwa limetokea mwanadamu, wewe Muarabu, mimi ni Mbajuni, katika mazungumzo tumekuja kukosana, basi libaki lile tokeo la kukosana, kusawazishe mambo hishi. Lakini sio kwamba kwa ilikuwa ni haki hati ya wewe mweupe kunifanyia mimi mweusi, na mimi sitokubali, takwenda kwenye lile ya kwamba kwa basi wewe kiwa huna ni haki na mimi ni haki mweusi kukufanyia hivyo, mambo yataharibika. Kwa hivyo Uislamu unatueleza kwamba kwa tatizo hutokea. Tatizo likitokea, huwa atakiwa nkosa nani, alosababisha ni nani, basi aonywe. Baada ya kuonywe mambo asawazike, na kisha mambo kusawazika. Subhanallah, hakuna kitabu chenye mafunzo kama Qur'ani. Ikhwatal iman, tumekitu hakuna. Hichi ni kitabu pekee cha kufaa kuwa ni sharia ya mujtama, bali sharia ya dunia nzima. Limetokea tatizo, lilipotokea, baada dhalika likasidihishwa kwa misingi ya maslahi. Baada dhalika hata aliyokosewa kwenda akatumia fikhi kupitia kwa ujuzi wa Qur'ani, ya kwamba pia sitaki hata ninkumbuse kosa lake, lakini bora tu alikumbuke kwamba kwa mkosa wakati ya maslaha. Ndio sharia. Hatufanyi mambo kimbirimifu, fanya mambo katika misingi ya Qur'ani. Chukua mfano mmoja. Yusufu mwamfahamu, si alitupwa kwenye kisima, ndivyo sivyo?
tena kisima kirefu. Baada ya kutupwa kwenye kisima, walontupa Yusufu kwenye kisima kina nani jama? Barakallahu fikum, ni ndugu zake. Kwa uadui tu, kwa kuwa achi yeye apendeza sana kuliko nani? Kuliko wao. Wakafanya njama, wakantukua paka. Tunataka pale pahala penye dalili. Yusufu alichiwa kisimani, lakini Mungu alimuokoa kwenye kile kisima, kisha akampa salama, akatoka kwenye kile kisima, kwenye fikra yao kwamba kwa walikuwa washamaliza. Sawa hapo jama? Yusuf kisha baada ya kuchiwa kisimani, kisha Yusuf alichiwa na gerezani. Kwa lugha zote ofaa, tukisema alichiwa kisimani, alichiwa na gerezani. Alitupwa kisimani, katupwa na gerezani. Alimbiriwa kisimani, kambiriwa gerezani. Zote hizo aliingia. Sawa jamani? Lakini suala langu liko kwenye la kutupwa kisimani Yusufu na la kutupwa gerezani, zicho nlipi? Jibisheni kwa insafu, na mko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili muone raha na hii Qur'ani inavyotafsiriwa. La kutupwa kisimani na la kutupwa gerezani, nlipi zito? Bila shaka la kutupwa kisimani nzito nno. Manake kutupwa kisimani alirushwa kwa kitwa, kutupwa gerezani kushikwa mkono, kufunguliwa mlango, kusukumwa hivyo wangu kikao. Ndivyo sivyo? La kisimani ni zito. Subhana. Sikilizeni Qur'ani tukufu namna ilivyotamu. Walipokuja sasa wamepambana kutaka kupachanwa, kwanza Yusuf aliambia, hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi idha antum jahilun, mwajua mulilonchendea Yusufu na ndugu yake kwa sababu ya ujinga wenu? Mwajua? Ina maana kwanza kumbukeni makosa, kisha kuchue Fatiha hiyo yenu, Fatiha la kuchio. Sasa hutaki kukumbuka makosa, hutaki maslaha. Hutaki kukumbuka makosa, hali ya pichika la suluhu. Sasa musive na lawama nyingi Sheikh, hatuendeki bahari yesi, hatuendeki yua. Kwenda Qur'ani hatuendeki nyavu Sheikh, wala kimishipi kina badawi. Sisi huenda kisawasawa, huenda Qur'ani. Hujakamilisha masharti ya kusilihisha maslaha hayo yako kwapi? Hutaki kukubali kosa ulilolifanya, usamehewe kinamna gani? Lakini chukua haya, walipachana jamaa. Ama ndugu yake Yusuf na Yusuf hawakupachana? Walipachana, ndivyo sivyo? Sasa katika kupachana, Allahu Akbar, Yusuf uko jela, na kuchiwa kwake jela alichiwa bila makosa, kwa sababu ya mrembo tu kutaka kutumia pawa zake. Ni haya aliyoko haya, kwa kuwa hapa taka kukitumia cheo, akantupa gerezani. Yusuf aliketi akaketi miaka mingi mno. Aloruzukiwa kutoka, mkishika suratu Yusuf alimwambia, nchaje mimi kwa kiongozi mtawala, nchaje. Lengo la Yusuf kusema kwamba kuwa atajwe, ilikuwa ataka nini Yusuf? Ilikuwa ni zile penyeza itoke nafuu, atoke jela. Jela si kwa mchu, hakuna mchu kwao jela, mpaka kive hiki nkisha mwenye kisha kwao jela. Lakini mwenye akili hawezi kuchangaza kusema mimi kwetu njela kwa lugha ya Qur'ani. Na wallahi alohodari anirudi kwa Qur'ani, wallahi takuwa roho yangu safi. Ukinirudi kibaharia takuwa umenighilibu kibaharia, na sitoweza kukujibu roho kibaharia. Lakini kiwa taamua kwamba watanijibu kiusomi, haki mimi tasarenda. Lakini haki mwenye akili hachangazi kuwa jela kwao. Jela si kwa mtu, wala Mungu asitujali. Mungu achunusuru na jela. Allahumma, ikiwa mwenyewe huipalilia kwenu, nenda. Lakini Yusuf kasema ntaje. Kwa nini hataki kutajwa? Baada ya hapo alipokumbuka shekhe amepiga miaka, lakini kisha akakumbuka akamtaja. Mfalme alipotoa oda kwamba kuende akaitwe, na Yusuf naye akakataa kutoka. Alilitaka lini na hii mwaka wangapi, na mpaka lililonitupa ndani mimi jambo gani?
haya nami sitoki paka njue lililoniingiza. Ya salam, ona mambo namna alivyo mazuri hayo. Lililoniingiza hapa ambapo si kwetu lipi, japo kuankumbuka kunenwe na la kutoka ndilo la aula. Basi haki ya Mungu yakenda, mambo yakenda mpaka Yusufu akatoka jela. Alipotoka jela, wako na ndugu zake sasa huzungumza, wamepachana. Wallahi Yusuf asema vile vile namshukuru Mwenyezi Mungu aliponitoa mimi gerezani. Mbona hakunena namshukuru Mungu aliyenitoa mimi wapi? Kisimani. Kwa sababu Yusuf alikuwa shapima dira akisema namshukuru Mwenyezi Mungu alonipa sababu ya kutoka kisimani, itakuwa kuwafanya ndugu zao sema mpaka sasa hatujasamehewa kwa sababu kisima kiko ruhuni mwake. Na ambapo la kisima ndilo ambalo nzito, lakini akawasahaulisha kabisa maadamu yamekuja mapachano yatakiwao ya kidini. Ndio akasema namshukuru Mungu kunitoa gerezani, akavapoteza maboya kabisa kwamba kwa Yusuf aliona shida ni ile ya yeye kuweko gerezani kisha akapata nafuu ya kutoka kuliko kutiwa kisimani, na akakosa yote hayo. Ndio dini yetu, ndio Uislamu wetu jamani. Uislamu wetu sisi hutufunza kinamna hii. Matokeo ya kutatizana na kugongana hutokea, lakini ni nkosa kubali makosa kisha mambo yafanyiwe maslahi. Abi Dharr al-Ghifari na Bilali katika kukosana, riwaya inasema wa fi thawratil ghadabi, na katika ghadhabu sasa huyu Abi Dharr al-Ghifari hasira zimempanda. Sasa hawa maswahaba jamani, shikeni hivyo, mimi nawe mbani. Sasa katika kupanda hasira, Abi Dharr al-Ghifari akamwambia Bilali, kwenda ya ibn Sauda, kwenda zako kijana cha mtu mweusi wewe. Akatoa lugha hiyo huyu Mwarabu asili. Bilali radhiallahu anhu fashakahu Bilalu ila nabii sallallahu alaihi wasallam. Bilali akaenda kumshitakia Abi Dharr al-Ghifari kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia mwite. Akaitwa, ambaye na Mtume hawa Waarabu asili shekhe. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala li Abi Dharr a'ayyartahu bi ummihi, umenkejeli mamake, umentukana mamake. Sikiliza judgment ya Mtume, akamwambia innaka mru'un fika jahiliya. Abi Dharr, wewe ni mtu mpaka sasa una ujahili. Maana kama ulikuwa una ujahili usingenkejeli Bilali kwa weusi kwa kumkejelea mamake. Wewe na yeye ni sawa Waislamu, kufadhiliana kuko kwenye kucha Mungu. Wa ana Abi Dharr anna Nabii sallallahu alaihi wasallam qala lahu, yeye mwenyewe Abi Dharr sasa hadithia kwamba kwa Mtume alimwambia undhur, tazama, fa innaka lasta bi khairin, wewe huwezi kuweko katika khairi kutokamana na mtu mwekundu wala mweusi isipokuwa uwe bora kwake kwa ucha Mungu. Kwa hivyo ikiwa Bilali ni mcha Mungu amekuzidi Abi Dharr, ulikuwa huna haja ya kumkejelia mamake wala huna haja ya kumwaibisha mamake. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kullukum banu Adam, nyote mwana wa Adamu, wa Adam min turab, na Adam ametokamana na udongo. Akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam inna ansabakum, familia zenu hizi nasaba zenu, laysat bimasabatin ala ahadin, si kwa kuwa ni mtu kusababisha kulani na kumtukana yoyote. Kullukum banu Adam, nyote watoto wa Adam. Laysa li ahadin ala ahadin fadlun, hana yoyote juu ya yoyote fadhila zozote, illa bidinin au taqwa, isipokuwa kwa dini na ucha Mungu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamimina hasira zake nyingi kwa wale wenye kujifakhirisha na mababa na mababu kwa ibara ya kutinda na kugonga, wakati aliposema la yantahiyanna aqwamun, watakoma hawa watu, yaftakhiruna biabaihim, kujifakhirisha kwa baba zao, alladhina matu, wale waliokufa, innama hum fahmu jahannam, hawa nkuni za moto tu, au la yakunanna ahwana ala Allah, awa watakuwa watoevu zaidi kwa Mungu, minal ju'ali alladhi, kuliko ule mdudu ambaye tunamuita singirisha sisi, ambaye yudahdihu alkhara bi anfihi, hucheza cheza na mavi kwa pua yake. Akapigiwa mfano huo mtu huyo,
inna Allaha adhhaba ankum abiyat aljahiliya, hakika Mwenyezi Mungu amewaondoshea nyinyi kiburi za kijahili, kile kibri, ujauri wa ujahili, wa fakhraha bil abai, na kule kujifakhiri kwao na wazee. Innama huwa mu'minun taqiyun shaqi, dini hii msingi wake ni huu, ni mu'min mcha Mungu ama mtu muovu. Annasu banu Adam, watu wote wametokamana na Adam, ni wana wa Adam. Wa Adam khulika min turab, na Adam ameumbwa kwa udongo. Ya ayuhan nasu, ndipo Mungu kasema enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika tumewaumba nyinyi kutokamana na mume na mke. Waja'alnakum shu'uban, tukawafanya nyinyi mataifa, wa qabaila, na makabila tofauti, litaarafu, ili mupate kujuana. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mtukufu zaidi wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni mcha Mungu zaidi. Inna Allaha alimun khabir, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi na Mwenyezi Mungu ni mwenye habari. Aya 13 katika suratul Hujurat. Nakala ambazo zimebaki ni fupi ni za Sayyidu Kutubi katika tafsiri yake fi dhilal al-Quran, lakini nitaachia hapo kwa sababu sherhe yenyewe ya aya tayari ishatupambanulia mambo sawa sawa, ya kuwa dini yetu haitaki masala ya damu, haitaki masala ya ukabila, haitaki masala ya umiji, haitaki masala ya ukoa, haitaki masala ya chiunamali, haitaki masala ya rangi. Dini yetu inataka masala ya kufadhilishana, ni dini ya mtu na inna akramakum inda Allahi atqakum. Akipenda Mwenyezi Mungu, kesho na Alhamisi, si ndio? Biidhnillah tutakwenda kwenye aya ya 14, na aya ya 14 yazungumza kuhusu kusimulia, na ni wabedui walokuja kwa mtume walinsimulia mambo gani, na hili la kusimulia katika nadharia ya Uislamu tutayazungumza kwa ufafanuzi sana, pamoja na kwa mifano ya kitarehe na mizani ya Qur'ani ilivyo kwenye kumtendea mtu jambo kisha kumsimulia, ili kesho tuwe ni wenye kuhitimisha hii suratul Hujurat akipenda Mwenyezi Mungu. Kisha tuangalie baada ya suratul Hujurat tutaishika sura gani nyingine mpaka tuhatimishe mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.